Habari za jioni mtazamaji wa Escape TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Mei 20, 2025. Kwa nami Pendo Gotton ni kusogezea habari hizi jioni ya leo. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Daktari Tegomana Tax ametoa ufafanuzi kuhusu hoja ya uwepo wa vigezo maalum kwenye ajira ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Daktari Tax ametoa ufafanuzi huo leo bungeni Mei 20, 2025. Kifungu cha 5 cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa kimeainisha maeneo ambayo Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa amekasimiwa mamlaka na Amiri Jeshi Mkuu. Na tangu kuanzishwa kwake, Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania hapo tarehe 1 Septemba mwaka 1964 limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa umakini mkubwa. Hata pale palipotokea matishio hayo yaliweza kudhibitiwa kwa wakati na ipasavyo. Kupitia bunge lako tukufu, natoa shukrani za dhati kwa bunge, waheshimiwa wabunge na wananchi wote kwa kuendelea kuliamini na kulipa ushirikiano jeshi letu. Na aidha kwa kutambua kuwa Jeshi la Ulinzi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi ambazo zinahitaji weledi, umakini na uzalendo wa hali ya juu, nitoe rai kwetu sote kuendelea kuliamini, kulipa uhuru wa kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, kwa kufuata matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheria ya Ulinzi wa Taifa na kanuni zake pamoja na sheria nyingine. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, mara nyingi nimekuwa nikisema Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi. Pengine na kwa sitoi ufafanuzi, naomba nieleze kidogo. Wanajeshi huandikishwa na hawaajiriwi. Na mwanajeshi anapoandikishwa anakula kiapo. Anakula kiapo kuilinda mipaka ya nchi, anakula kiapo kulinda mamlaka, anakula kiapo kulinda uhuru, na anakula kiapo kulinda katiba na hata mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa muktadha huu, uandikishwaji wa vijana katika jeshi unatakiwa ufanyike kwa umakini wa hali ya juu na bila kuingiliwa na chombo chochote isipokuwa kufuata matakwa ya katiba na sheria iliyowekwa. Mfanyabiashara wa kilimo Nasibu Juma Nguzo mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa kijiji cha Ng'anka Mkuyuni kilichopo wilaya ya Morogoro, amekutwa amefariki kwenye nyumba ya kulala wageni mkoani humo, huku polisi wakianza uchunguzi wa kubaini chanzo cha kifo chake. Akachagua chumba namba 10, akakipenda, akakilipia, akajiandikisha kwenye kitabu cha kulala wageni. Baada ya hapo akatoka. Baada ya muda mfupi akarudi na mwanamke, wakaingia naye ndani. Baada ya muda mchache yule mwanamke akatoka, kaenda zake. Hatukuweza kujua kilichoendelea. Baada ya asubuhi muda kuisha, muda usafi kufika, wahudumu akaenda kugonga. Inaonekana kimya. Kaenda kwenye mpaka kile chumba, akakuta funguo iko kwa nje. Nikafungua, kuta mwili umelalia mgongo na unatoa mapovu meupe mdomoni. Kwa hapo nilichokiona mimi. Baada ya hapo nikatoa taarifa, lakini kitu ambacho tumekuta ndani labda tumekuta kuna vidonge, ila hatujui kwa sababu sisi si wataalamu, hatujui vile vidonge vya aina gani. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha tukio la kifo cha mtu mmoja ambaye amekufa kwenye nyumba ya kulala wageni katika wilaya ya Morogoro. Tukio hilo limetokea Mei 19 mwaka huu asubuhi huko katika nyumba ya kulala wageni itwayo jina maarufu Hagiro au Kisenga Chini iliyopo eneo la Kinguruila wilaya ya Morogoro. Marehemu amefahamika kwa majina kuwa ni Nasibu Juma Ngozi mwenye umri wa miaka 55 kupitia vitambulisho vyake, mfanyabiashara na mkazi wa kijiji cha Changa kata ya Mkuyuni wilaya ya Morogoro. Chanzo cha kifo cha huyu mgeni au huyu marehemu bado kinachunguzwa na kitathibitishwa na madaktari baada ya kukamilisha.
Shirika la umeme nchini Tanzania TANESCO limesema ujenzi wa miundombinu ya umeme wa msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora hadi Katavi unafanywa na kampuni ya tanzu ya ETDCO umefikia 95%, huku umeme ukitarajiwa kuwashwa mwishoni mwa mwezi huu Mei 2025. Alafu kiangalia kuna viwanda hivi vikubwa mpunga vinavyomenya karanga, hivi vinategemea umeme. Sasa unapokuwa umekatika, maisha yanakwenda slow kwa sababu huduma umeme haipatikani. Pasiwe na kukatakata umeme, kwani umeme unapokata na turuhusu twende sasa polini kwenda kukata miti na kuchoma mkaa, wakati sio hivyo. Kazi ya kujenga miundombinu ya kusafisha umeme yenye msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora kwenda Katavi iko 96%. Kwa hiyo tuko katika maandalizi ya mwisho na tunategemea wiki hii tuweze kuwasha hii line. Tutakuwa tunakamilisha kipande cha kutoka hapa Inyonga kuelekea Katavi. Kama mnavyofahamu, mkoa wa Katavi bado unaendeshwa kwa kutumia unapata umeme kwa kutumia mitambo inayoendeshwa na diesel ambayo gharama yake ni kubwa, lakini pia mitambo yenyewe imeshazidiwa kwamba hautoshelezi tena mahitaji ya wananchi wa hapa wilaya Mlele na kule Mpanda kwa ujumla. Uendeshaji wa kituo hiki cha hapa Inyonga kwa diesel ni zaidi ya milioni 300 inayotumika kwa mwezi. Kwa hiyo uwekezaji wa hiki kituo unaenda kuziondoa zile gharama, kwa sababu makusanyo yaliyokuwa yanapatikana hapa ni kwenye milioni 200 na kitu. Kwa hiyo utaona kabisa kuna gap kubwa kati ya kinachotumika na kinachopatikana. Akizungumza kwa niaba ya wajumbe wa bodi ya kampuni ya ETDCO, mwenyekiti wa bodi hiyo mhandisi Raymond Peter Mbilinyi amedai wamekagua mradi huo na kujiridhisha. Tumeangalia, tumefurahi sana kuona kazi inaenda vizuri, na lengo ni kabla ya mwisho wa mwezi ujao tuhakikishe kwamba Katavi inapata umeme wa grid. Ukiwa na umeme wa uhakika ambao ni umeme wa grid, utavutia zaidi wawekezaji kwa wingi zaidi. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi na wawekezaji wote, huu ndio wakati mwafaka wa kuweza kufika katika hii mikoa yetu. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba amemtaka mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Iringa kutoa ripoti ya mwenendo wa ujenzi wa kituo cha afya cha Mauninga kila baada ya siku 3 baada ya mwendelezo wa ujenzi wa mradi huo uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 600 kusuasua. Siku 6 huwezi unasema uongo. Yaani kwenye hizi hapa kupanda ndani. Kwenye hizi hapa hizi. Kumaliza jengo hili na kuanza kwa. Anaanza hawa kusimamia. Tarehe 16 mwezi wa 5. Lakini kutokana na changamoto zilizokuwa katikati mpaka mwezi wa 6 tunatarajia kumaliza. Yeye mnakaa mjini hamji kusimamia. Anamalizaje? Uone hapa yuko peke yake. Kutoka hapa baada ya siku 2 napeka ripoti. Akijiridhisha ndio uone kama sawa. Lazima tumalize hii miradi tunapofika tarehe 15 mwezi wa 6. Na ili miradi ishe haraka brother, kazi ni hii. Usiishie kumpa fundi, usimamie uone yupo, ana vibarua wa kutosha, ana material ya kutosha. Sasa mwendage Idodi, tunaenda mpaka Idodi, tunatumia nauli, tunarudi. Tunashukuru hata hivyo tunavyosikia Samia Suluhu ametujaza moyo, yani kwa ujasiri. Kupitia huu mradi nafikiri kidogo kwa asilimia kubwa itapunguza sana haya matatizo yaliokuwa yanatukuta siku za nyuma. Wakazi wa mtaa wa Shangani uliopo kwenye manispaa ya Mtwara Mikindani wameingiwa na hofu ya usalama wao wa mifugo baada ya kuripotiwa kuwepo kwa chatu kwenye maeneo ya vichaka vilivyopo karibu na makazi ya watu. Mimi nilishakuwa kukutana na nyoka maeneo ya zahanati ya Chuno majira saa 3 usiku. Baada hapo nilisimama ghafla na chombo cha moto, tulitazamana kwa muda mrefu kidogo. Baada hapo yeye akaamua kukatisha barabara na kuendelea kwenye kichaka maeneo ya zahanati. Hofu ni kwa watoto wetu pamoja na sisi ambao tunazungukwa na mazingira haya. Sisi tunaishi hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo tunakuwa na hofu na tunakuwa katika mazingira hatarishi. Tunakuwa tuna imani na eneo hili. Mimi kwa upande wangu nilikuwa najaribu kuishauri serikali au taasisi husika inayohusiana na masuala ya mazingira
ijaribu kutengeneza kikao cha dharura au mkutano wa hadhara kupitia hili eneo la Shangani na wakazi wake. Hiyo itasaidia sana kuweza kurahisisha jinsi gani ya kuweza kabiliana na yule nyoka na kuweza kutoa hofu kwa jamii. Kwa sababu gani? Sisi ambao ni wenyeji sana, ambao tunafanya shughuli hizi za kilimo, tunafanya shughuli za ukatafutaji fito kwa ajili ya kufungia nyanya, tunaingia polini humo, hatujawahi kutana na nyoka ambao anasimuliwa kwa watu. Nyoka huyo anaweza kutuathiri kwa sababu sisi tunatoka shuleni na kurudi nyumbani. Kwa hiyo anaweza akatudhuru kwa namna nyingine, namna moja au nyingine. Kwa mfano kama hapa eneo letu ni chafu sana na lina vichaka. Lakini kuna maneno ambayo yako tofauti. Wao wanadai kuna nyoka wawili, kuna chatu na kuna black mamba ambaye ni mweusi. Lakini wanavyomuona wakijaribu kumuua anapotea. Kwa hiyo hajauawa bado. Na toka tumeanza kumsaka haonekani. Kwa hiyo tuliamua tu kutoa tahadhari kwenye vituo vyetu vya shule za misingi. Tuna shule ya Medi, tuna Kambarage, tuna sekondari. Tukawakuta walimu, tukaongea nao, tukaambia wawazuie watoto kwa wakati hatua zinaendelea za kiserikali, watoto wasipite kwenye maeneo yale. Juhudi zinazozifanya zingine ni pamoja na kuwafikia wale watu wamiliki wa maeneo yale ya pale, basi wayasafishe. Na ni kweli wameanza kuyasafisha na wengine wamepuliza dawa za magugu. Kwa hizo ndo hatua ambazo tumezichukua. Na nikimalizia taarifa ya habari jioni ya leo, mtazamaji wa SKF TV, wachimbaji 11 waliojeruhiwa katika ajali ya mgodi iliyotokea Mei 17, 2025 katika mgodi wa Mwakitoyo wanaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, huku hali ya baadhi yao zikiimarika haraka. Kia majeruhi 7 siku ya tarehe 18 ambayo ilikuwa ni Jumapili alfajiri. Au majeruhi 7, majeruhi wawili walikuwa wa kike, majeruhi 5 walikuwa wa kiume. Tuwapatia huduma za kwanza katika kitengo chetu cha dharura. Baadaye tukawa tumewalaza wodini. Na mgonjwa mmoja alihitajika kupewa rufaa kwenda kwa matibabu zaidi Bugando. Kwa hiyo mgonjwa alishaenda. Lakini wagonjwa 4 baada ya kuwapa huduma za kwanza na matibabu mengine wakaonekana wako vizuri, tumeshawaruhusu wameenda nyumbani. Wodini tumebaki na wagonjwa 2 wa kiume ambao wanaendelea na matibabu. Mgonjwa mmoja ana mvunjiko wa mfupa wa karibu na enka, lakini pia enka imepata kuna dislocation ya enka joint. Na mgonjwa mwingine amekatika mguu chini ya goti. Kwa wako wodini wanaendelea na matibabu. Lakini kwa ujumla hali zao sio mbaya, wanaendelea vizuri na matibabu. Mimi mguu mmoja kabisa ulikuja kukatika kwa ajili ya nyundo. Vile waliingia kule wakiwa hawakuingia rasmi, hakuna orodha rasmi iliyokuwa inafahamika kwamba watu hawa wameingia kwenye mgodi na majina yao kufahamika. Ni kama watu waliopenya tu bila ya kufuata taratibu. Lile eneo lililotokea ajali liko wazi. Sio kwamba ni eneo ambalo limejificha ama ni underground kwamba kuna watu wamefukiwa mle ndani. Ule udongo ulichambuliwa kwa kiasi ambacho kiliwezekana. Na kwa hiyo kwa takwimu zile mpaka leo napoongea, kwa hakika kama kuna miujiza ama kuna bahati mbaya nyingine itakayotokea kufikirika kwamba bado kuna mtu, lakini kwa kazi iliyofanyika sisi hatuna mashaka kabisa, kwa sababu ni eneo lilo wazi na tulifukua mpaka ile base ya sakafu. Kwa hiyo wakabakia hao watu 17 ndio walikuwepo kule, na ndio number official tunayo. Na huo ni mwisho wa taarifa habari jioni ya leo, mtazamaji wa SKF TV. Nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama habari hizi jioni ya leo. Ulikuwa nami Pendo Goto, nikutakie jioni njema.